tuwe na afisa ustawi wa jamii hapa wa Dar es Salaam, kinaona mambo hayajakaa vizuri kwake, lakini tatosha na sisi tuzungumze. Na kubwa zaidi tupate msingi mzuri, maana kulikuwa na ubishani wakati mwingine kwamba mtu akipigwa tu faini imeshia hapo mtosha, kwamba je anaweza kaendeleza na hivi vitendo, na wale ambao wanafanya hivyo na vitu kama hivyo kishapigwa faini basi imeshia hapo. Karibu sana katika studio zetu, na tunatamani tuanze hapo. Ni sheria gani hiyo ambayo inazungumza hayo, ikiwa swala la mtu kulipa fidia, na sheria inasema nini kuhusu swala zima la malezi? Asante sana kwa swali au maswali mazuri. Hapo nimekupiga mbili tu in one. Kuna vitu vingi kufuatilia huko leo kwenye mitandao. Ulikuwa fuatilia pia? Mimi nilikuwa nafuatilia, niweza kupata japo nilikuwa safarini, lakini nilikuwa nafuatilia. Kikubwa nachoweza kusema, sheria ambayo inamlinda mtoto kwa ndani ya nchi yetu ni sheria ya mtoto. Sura namba 13 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2019. Kimsingi hii ni sheria namba 21 mwaka 2009 ambayo ilikuja kujibu, tunaweza kusema kiu cha muda mrefu kukosekana kwa sheria mahususi na maalum ambayo imetungwa na bunge kwa ajili ya kulinda maslahi na haki za mtoto. Kwa hiyo bunge letu mwaka 2019 ikatunga sheria namba 21 mwaka 2009 ambayo sasa kwa wataalamu wa sheria waweza kubaliana na mimi, ukitaka kuitamka na unasema sheria ya mtoto ambayo imepangiliwa iko ni sheria ambayo iko ni sura ya 13. Na marejeo ya mwisho au marekebisho ya mwisho kwenye sheria hii yalifanyika mwaka 2019. Kwa hiyo ndio sheria ya mtoto ambayo tunaizungumzia. Sasa na mimi pia nilisikia baadhi ya watu wanasema mtu ukitelekeza mtoto faini yake milioni 5, kifungo. Wapo sahihi, lakini kuna kitu kimoja ambacho kinataka niweke sawa. Leo nataka utuweke sawa. Nataka niweke sawa kwa maana ile sheria ile adhabu kile kifungu akijasema mtu ambaye kimemtelekeza mtoto. Hilo ukisoma hiyo sheria ambayo nimesema sheria ya mtoto kuanzia kifungu cha 4 mpaka cha 13. Kwanza kifungu cha 4 kimetafsiri maana ya mtoto ni nini. Kwa amesema mtoto ni mtu yoyote ambaye yuko chini ya miaka 18. Alafu kuanzia kifungu cha 5 kifungu cha 5 mpaka kufikia kifungu cha 13 kimetaja haki, sheria imetaja haki mbalimbali za mtoto, ikiwemo haki ya kuishi, haki ya kuwa na jina zuri, haki ya kusoma, haki ya chakula, haki ya mavazi, yani haki ya kutumia mali ya wazazi wake, baba au mama, haki ya kumjua baba yake wa kumzaa, biological father. Kuna baadhi ya wanawake wana tabia ya kuficha waume wa baba wa watoto. Anasema uso wa kwako wewe, au usikupi mtoto. Huko akifahamu huyu mtu ni mtoto wa nani kwa sababu mbalimbali. Wengine pia watoto wana haki ya kuishi na kukua na wazazi wao wawili. Lakini utakuta kuna wazazi wanaishi Dar es Salaam, Arusha, wako mijiji mikubwa, mwisho wa siku wakipata mtoto wanampa kupeleka kijijini huko ndani ili wale la si sawa. Hizi zote point yangu nini? Haki ya kutokubaguliwa, haki ya kutokunyanyaswa. Kwa hizo zote zimetajwa kuanzia pale kifungu cha 5 mpaka kifungu cha 13. Sasa kifungu cha 14 ndio kaja ikasema mtu yoyote, sio baba wala mama, kwa sababu pale kuna wajibu wa watu mbalimbali. Mtu yoyote ambaye atasababisha mtoto huyu kuto kufurahia haki hizi ambazo zimetajwa kwenye sehemu hii. Sehemu gani? Kifungu cha 5 mpaka cha 13. Atakuwa anafanya kosa na ikithibitika kwamba ametenda kosa hilo kwa makusudi, adhabu yake ni faini isiyozidi milioni 5 au kifungo kisichozidi miezi 6 au vyote kwa pamoja. Ndio sheria ambayo inayosema. Kwa hiyo sasa pale ina maana kwa wataalamu wa sheria watakubaliana na mimi kwamba sheria hii imeweka msisitizo kwa sababu hizi haki ni za msingi kwa mtoto. Isije kaonekana kama vile mtu anaweza kaamua kutekeleza au kuto kutekeleza. Sasa akitekeleza kuna wajibu. Na ndio maana ukisoma kifungu cha 95 kama sijakosea cha sheria hii ambacho kenyewe kinatoa wajibu
chapter 65 wanasema duty to report infringement of child's rights, kwa maana wajibu wa kuripoti au kutoa taarifa za mtu akiwa ukiona mtu haki za mtoto zinavunjwa, wewe unayeona, sio baba wala mama wala nani, yeyote anayeona, una wajibu hapa. Ukisoma sema member wa community, mwanajamii yoyote. Kifungu cha 95 cha sheria hii kimesema ni wajibu wa huyo mtu kuripoti uvunjifu wa haki za mtoto. Zimetajwa wapi? Kifungu cha 5 mpaka kifungu cha 15. Kwa hiyo wewe ukiona baba, hata yule ambaye anaona pia, hata yule ambaye anaona, anashuhudia mtoto huyu anatupwa au mtoto huyu anafanywa hivi, anafanywa ukatili hiyo kwa mzazi wake au mtu yote. Sasa tunapozungumza ukatili, inawezekana ukuta mtoto, sema mtoto ni mtu yote chini ya miaka 18. Unaweza kukuta kuna watoto wengi wanapigwa mtaani, watoto wengi wananyanyaswa mtaani, na wewe unashuhudia, ufanye chochote, ulipoti polisi unakufahamu, au unataka ulipoti katika mamlaka ya sema mamlaka ya serikali za mtaa. Maana tunazia pale mtu mwingine ukimwambia aende dawati la jinsia polisi, anaanza kuona chuo, wewe ndio kwa mjumbe, kwa nani, enda karipoti kwa wale watu ambao kama kuna tukio limefanyika moja, ni wajibu wako. Na kushindwa kufanya hivyo maana yake unavunja haki za mtoto. Sikatoona vizuri mpaka sawa. Mimi nakuelewa vizuri wakili. Bado unaendelea? Naendelea sasa. Sawa. Na ukifuatilia yule mheshimiwa mbunge alitaja kifungu cha 94. Kifungu cha 94 kimsingi hii inaenda kuipa wajibu serikali. Tunasema zile local authority, imeandikwa hivyo sheria. Serikali zile za mtaa kule, sheria ndogo ndogo zile. Hapana, ni serikali zile za mtaa. Kama local authorities ni mamlaka zile wale pale chini, mfano kama madawati ya jinsia, maafisa maendeleo ya jamii, kama madawati kwenye kila kata na kwenye kila baadhi ya watu kwenye ngazi mbalimbali kule chini za serikali, zinatakiwa ziwe na daftari pale. Alisema kama nilimuelewa vizuri, sema kama kuna tukio limefanyika, kwa sababu ilikuwa swali anaulizwa, mnafanyaje serikali kuhakikisha haki za mtoto zinatunzwa na kwa kiasi gani? Alisema tumeweka utaratibu ambao sheria imeweka ili mtoto asiyeweza kusaidika, akionekana mtoto labda wa mtaani, mtoto ambaye hana mtu wa kumtunza, ni wajibu wa serikali. Na ndio maana wanasema kumlea. Kwa sababu kule chini kwa mujibu wa kifungu cha 94 ukikisoma chote, wameweka wajibu wa kuwa na kitu kinachoitwa register ya watoto ambao wako vulnerable. Kwa maana yake kwamba uwe na daftari, huyo afisa maendeleo ya jamii anatakiwa kuwa na daftari. Ndio maana tulitaka tuwe naye hapa, daftari ambalo wanaorodhesha watoto wote ambao wanahitaji uangalizi, kwa maana wale watoto labda hawana baba, hawana mama, hawana nani, kwa lugha rahisi zote tuseme watoto wa mtaani. Kwa hiyo sheria kumbe haijamwacha hata serikali pia. Sasa hii ndio anatakiwa kuhakikisha kwamba anakuwepo na orodha, kwa lugha rahisi register, maana unakuwa na orodha ya watoto kwamba mtaani kwangu hapa kuna watoto hawa hapa kaza ambao hawa hawana waangalizi. Kwa hiyo itakuwa ni wajibu sasa unahama kutoka kwa mzazi kuja kwa serikali sasa kuhakikisha hawa watu wanafanya nini, huduma zao zote ambazo kwa watakuwa kuzipata, kusoma, kufanyaje, zinafanywa na nani? Na hapa serikali. Ndio maana utakuta kwenye kila mkoa, kwenye kila wilaya, kwenye kila kata, kwenye kila tarafa ambao kuna afisa maendeleo ya jamii. Kuna sio kama yuko tu pale na kaajiliwa, analipwa mshahara wa serikali kwa wajibu wa kuangalia kwamba mtoto huyu au watoto wetu wanakuwa salama, kwa sababu ni ukweli watoto wengi wako katika riski au katika hatari ya kuweza kupata shida, kwa sababu sasa hivi jamii imebadilika sana. Na ndio maana sheria hii sasa ikaweka wajibu kwa jamii, ikaweka wajibu kwa wazazi, ikaweka wajibu kwa serikali. Kwa kumbe hata serikali pia wana wajibu vile vile. Sasa tutarudi hapa, kuna kitu kimoja kama kinachanganywa pia. Pengine sheria inazungumza yule anayetupa mtoto pekee au na hawa ambao, maana tulipitia taarifa kadhaa hapa sisi na bungeni, chanzo kilianzia kwenye wanaotupa. Na hawa ambao wanakimbia hizi familia wakina baba, na wenyewe wanaingia kwenye sheria hii. Umeelewa vizuri? Na vipi wale ambao pia wako kwenye ndoa na issue ya kuhudumia vile vile? Maana kuna vitu vingine lazima tuviweke vizuri. Kuna ambao sisi tupo kwenye ndoa lakini labda hatutaki pengine kuhudumia au namna gani, hicho ni kitu kingine kama ambacho tumekiona kule yule mzee ambaye tulipita hapa kwenye story. Alafu kuna hiki ambacho pia bunge limezungumza sana juu ya wale ambao wanatupa, wanaacha na vitu kama hivi. Naomba tukirudi wakili uifafanue hii vizuri ieleweke. 88.1 East Africa Radio. East Africa Radio, Dar es Salaam.
tunawakilisha. This is East Africa Radio. Playing only the best music. Hawa jamaa wamezuka boda. Manana ni pamoja. Dar es Salaam 99.0. Kampala anytime they keep it locked. Yani kila kitu napata hapa. Sikiliza radio gani tena? Mimi ndio nishafika sasa. You're listening to only the best radio station. Radio station. East Africa Radio. Together tunawakilisha. This is East Africa Radio. Yo, I'm a Punch BMB hapa. Yo, it's Mbiri the storyteller from Soul Generation of Kenya. Kama kawa mami nyandu Ozi Wozi Raka R.A.D.O. Rado. Yeah, it's your boy Rascal Sembo hapa. I'll see you. This your boy Senator Worldwide. Stop at the rhyme, Mecca the bad, rapper the bad, chatter the acid, Dan Dada. Unasikiliza East Africa Radio, broadcasting live and direct from Dar es Salaam. Dar es Salaam. Tune in. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. Dakika 60 za mashabiki kutamba. Hii bakola nilikuwa na shida na vilopolopo wanaojifanya wanaijua sana Simba kama wamezaliwa nayo. Umeliona pira Arsene Wenger aka Gamondi pira Argentina, umeliona kaka? Tambo na viweka, hapa ndipo mahala pake. Kimnetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio ulikulofisha yako. Mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza. Wakati wa vitisho sasa hivi umepita. Messi tishiki kwa aina yoyote. Mimi napiga kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari. Bila kusahau uchambuzi makini kutoka kwa kizazi juaji michezoni. Hasa kuna huyo mchezaji anakuja striker refu kuliko goli. Yaani ikipigwa marungu kwa goli. Afana nguvu baya mno. Unapoizungumzia Yanga ni moja ya timu kubwa duniani. Baada ya Messi anaingia Aziz Ki. Tambo, vibweka, lawama na uchambuzi makini yote utayapata ndani ya Kipenga Extra. Ni kila Jumatatu hadi Jumamosi 6 kamili mpaka 7 kamili mchana. Kipenga Extra. Sisi ndo yenye timu. We got the DJs. The king is in the mix. It's the perfect timing. DJ 45. DJ 45 King in the mix. East Africa Radio DJs with the fire mix. East Africa Radio. All hits. The feeling of good music. East Africa Radio. East Africa Radio Tabora. Together tunawakilisha. Kilivyoisha bando kakiweka kando na kupita mambo. Kiwashe, tunakwambia kiwashe. Yeah, ama kina changamoto kinahitaji maboresho. Azam TV tuko hapa tukiwashe. Leo tukiwashe. Kiwashe kisimbuzi chako cha Azam TV sasa. Na uendelee kufurahia mambo kem kama vile habari, burudani, tamthilia, makala mbalimbali, michezo, ligi za ndani na nje, vipindi vya watoto, comedy, reality shows, sinema zetu na cartoons. Azam TV, kiwashe. Azam TV, burudani kwa wote. Dakika 120 za kisports zilizoshika viwanjani siku nzima. Shindana siku zote na mamlaka, utakuja utaumia. Simba hata akicheza na wagonjwa kutoka Mwimbili, mimi nitashangilia tu wagonjwa. Hii mechi imechezwa mwezi wa Ramadhani. Majini yamelala, kila kitu hakipo. Kila mwaka wanatukwepa Ramadhani. Sisi tunaomba Mungu tu, Mwenyezi Mungu tuletee mechi mwezi wa Ramadhani. Tasema alhamdulillah Mwenyezi Mungu. Utupe nini sisi? Mbugi itaanza kupigwa viwanja vya nyumbani kwenye ligi ya taifa. Hawana hela ya kumlipa Kibu. Kibu ndo the most expensive local player. Kibu Dennis ana mshahara mkubwa vibaya mno. Kaka, Simba ni hatari. Tuliwajaza wala safari wakatoka juu. Mahela kibao. Rastafari acheze Yanga kweli, yani Yanga. Bila kusahau uchambuzi wa wafalme wa michezo ndani ya viwanja vya mbele. Max Verstappen for the first time ever is champion of Kwa taarifa na
uchambuzi wote wa michezo. Usikose kusikiliza Kipenga kila siku ya Jumatatu mpaka Jumapili kuanzia saa 1 usiku mpaka 3 kamili usiku ndani ya East Africa Radio. We got the DJ. Baada ya kulipa bill, kifua chacho. Wana dakika ni ya 57 tangu 1 kamili ilipotimia. Hii ni Super Breakfast East Africa Radio. Karibu sana wale ambao pengine ndo kwanza kabisa naungana nasi. Tuko nawe mpaka 3 kamili asubuhi. Tuko na wakili msomi Omar Kilwanda, wakili wa mahakama kuu na mahakama zilizokuwa chini yake, tukizungumza naye hapa kuhusiana kile ambacho kiliibuka kuanzia pale bungeni hivyo jana juu ya masuala mazima ya utunzaji bwana wa familia, watoto. Sawa bwana, wale ambao wanatupa malezi bwana, tuko tunalitazama hilo sheria yenyewe kwa sababu pale unajua imetajwa kifupi ile, sio sasa sisi tunaichimba kidogo tufahamu hiyo sheria yenyewe sheria gani nasemaje, iko vipi na vitu kama hivyo. Na wewe kama una swali lako lolote basi tuandikie, tuko live kabisa YouTube hapa East Africa Radio. Sasa kwa dakika hizi zimekimbia sana, naomba tuifafanue ile nilokuuliza wakili Omar kuhusiana na kutupa, sawa bwana, na wale ambao wanakimbia majukumu. Maana hapa kuna kina baba, kuna kina mama wamezungumzwa. Karibu sana wakili. Umenielewa swali langu? Nimeelewa swali lako. Karibu. Hivi ni vitu viwili tofauti. Kwa maana ukisema kutupa mtoto, maana yake labda mtu amejifungua wakati huo akaenda akatupa mtoto kama tunavyoshuhudia kwenye jamii. Au mwingine unaweza kukuta yuko na mtoto anamlea, baada muda fulani anaamua kwenda kumtupa. Sasa ukitupa mtoto kisheria maana yake ni tunatafsiri lengo lako wewe lilikuwa ni nini. Kama umeweka kwenye mifuko ya plastiki na lengo lako lilikuwa ni kuua, sio kama tupo sawa. Kwa hiyo ina maana kama ikifanikiwa ile mtoto pale amenusulika, maana yake wewe utakuwa unaweza kushtakiwa. Hasa itategemeana na waendesha mashtaka wanaonaje kwenye timu ya sheria. Unaweza kushtakiwa kwa jaribio la kuua, attempt murder, kwa jaribio la kuua kwa sababu ile mtu na ukisoma kifungu cha 196 ambacho kinasomeka pamoja na 197 cha sheria ya kanuni ya adhabu sura namba 16 kama imefanya marejeo mwaka 2022 inazungumzia adhabu ya kuua na adhabu yake na makosa la kuua na adhabu yake. Na maana kama wale amefariki, maana yake wewe utakuwa umeua. Lakini kama hajafariki watu wakamuokoa, basi maana yake lakini ulikuwa na lengo la kuua. Lakini wakati huo pia unakimbia wajibu wako sasa. Kule kwenye sheria ambayo ilitupitisha sasa ambayo ilizungumzwa ile milioni 5. Maana huyu ana haki ya kuishi, ana haki ya kuishi na wazazi wake. Wewe ndio mzazi wake ambao unaenda kumtupa. Sawa? Umekimbia malezi pia. Unakimbia malezi pia. Lakini sasa hapa tunaweza kusema umekimbia malezi kwa sababu ukimbia malezi maana yake huyu yupo afu umemkimbia. Sasa wewe lengo lako ina maana kwamba umemnyima huyu mtoto ndani ya haki zake ambazo ako nazo hapa. Sasa lakini kisheria ukimstaki kwa kutumia kifungu cha 14 kwangu mimi naona kama utakuwa umemstaki kwa kosa dogo sana. Why? Kwa sababu hii sheria kifungu cha 14 kimesema anaweza akapewa fine isiyozidi milioni 5. Kwa hiyo inawezekana mahakama ikampa hata 100,000 kwa sababu isizidi milioni 5. Na isiyozidi labda miezi 6 kifungu. Ukisema isiyozidi miezi 6 tafsiri yake hata kama mtu akifunga mwezi mmoja bado yuko ndani ya sheria. Kwa hiyo wanatumia sheria ile ambayo ina adhabu kubwa zaidi. Sawa, tukirudi tutaendelea na wakili, baki nasi. Isikilize live redioni, mitandaoni na kwenye simu yako. Ni East Africa Radio. Hii ni East Africa Radio. This is East Africa